Wengine Bwana maisha yao yamekunjwa kwa sababu ya wazazi wao. Leo katika jina la Yesu nimewaandaa kwa ibada ya Jumapili ya kwamba Bwana tutakuwa ninawafungua watu wako kutoka kwa laana za familia, uadui wa maboma, mioyo michungu ambayo imefunga utukufu wa maisha yao. And on Sunday, oh God, give them breakthrough even right now. Give them a sign that it is well. Kuna watu wanaenda kupata promotion. Kuna watu ndoa zinaenda kupona wanapotoa kwa wazazi, wanapotoa kwa wazazi wao, takapoziombea maneno takayotamka katika hizo sadaka yatakuwa ni ya roho na pia uhai. Jumapili ijayo itakuwa ni Jumapili ya kutamka baraka ya mzazi kwa mtoto. Mwingine hapa alilaaniwa na baba yake na baba akakufa, hajui atafunguliwa aje. Baba, kwa jina la Yesu, Jumapili hii tutatuma sadaka katika hayo maboma, na tunapoituma maisha haya yatafunguliwa katika jina la Yesu. Kuna watu wanajihukumu ndani humo, maana walitoroka nyumbani kwa sababu ya makosa, hawawezi wakashiriki na mtu yeyote. Yamejaa aibu. Walikuwa waizi wa ng'ombe, walinajisi watu wa ukoo, mwingine alizaa kwa mtu wa familia. Baba, katika jina la Yesu, siku ya Jumapili itakuwa ni ibada ya kutuma sadaka katika mikono ya wazazi. And as we do that, yafungue maisha haya, fungua maisha haya, achilia utukufu wao, wape freedom Bwana. Okoa mtu mahali hapa, watukuze tena katika ndoa zao. Kuna watu ndani humu waliahidiwa na manyanya zao hawatapenya katika masuala ya ndoa, na tangia waingie kwa ndoa ni nyimbo za machungu, nyimbo za mavumiliano, nyimbo za makelele. Baba, kwa jina la Yesu, Jumapili hii tutatuma sadaka kwa father in law, kwa mother in law, kwa baba mzazi, kwa mama mzazi. Tutatuma sadaka kwa baba wa kiroho. And it shall be well, it shall be well, it shall be well, it shall be well. I hear in my spirit, it shall be well. Patia watu wako sadaka, patia watu wako sadaka mapema Bwana, wanapoomba kwa sadaka zao, wanapoomba kwa sadaka zao, wapatie breakthrough. Kuna watu wengi hapa utukufu wenu umeondolewa na suala ya kwamba moyo wa mzazi umejikunja kule nyumbani. I feel in my spirit, nahisi katika roho yangu, on Sunday tutakuwa na ibada ya kipekee. Sunday tutakuwa na ibada ya kipekee. Beba sadaka kwa mikono. Amen. Nitaombea hiyo sadaka. Ndio. Utaiweka kwa simu yako. Ndio. Utumie mzazi wako nyumbani. Amen. Na kama alikufa, ndio, tumia brother yako who is a father figure at home. Yes. It will be a day to honor our parents. Kwa siku ya kuheshimu wazazi wetu. Kuna kitu Mungu atakufungua tu kwacho. Amen. Kwa hiyo ibada kuna watu watafunguliwa. Ndio. Kuna mikono ya watu imekujamana itafunguliwa. Ndio. Itaanza kufanya faida. Ndio. After we do that, baada ya kufanya on that particular day, ndio, on Sunday, Jumapili, ni ibada ya kuwaheshimu wazazi. Tutawaheshimu wazazi wa kiroho na pia tutawaheshimu wazazi wa kutuzaa. Bwana asifiwe. Amen. Don't worry, whatever it will be. Chochote ambacho utakuwa nacho.